Karibu sana rafiki yangu, jirani yangu, ndugu yangu, umekuwa pamoja nami, umenifuatilia sana, na mimi naamini kwamba wewe ni mtu wangu wa nguvu. Leo naomba tusonge mbele katika sehemu yetu ya pili ya simulizi inayoitwa Maisha ni Fumbo. Karibu sana. Nakumbuka pale tulipoishia ambapo Isabela alimaliza kupokea simu kutoka kwa meneja wake, alafu asiamini kwamba je, yule ni meneja wake kweli au anaota. Karibu sana. Isabela anasema, kweli ile simu ikawa imekatwa pale. Ilivyokatwa ikabidi niendelee na shughuli zangu za hapa na pale. Nilipoendelea na shughuli zangu za hapa na pale, nikatembea zangu, mara nikakutana na rafiki yangu mmoja ambaye nimewahi kusoma naye pia mwingine. Jina lake anaitwa Adelina. Tukapiga story pale, akaanza kuniambia, rafiki yangu, najuta kwa nini wakati nafanya mtihani na wewe, kwa nini nilifanya masiala hata kwenye kujibu mtihani sikuweza kujibu kama jinsi ulivyokuwa umeandikwa. Na mimi nikamuuliza pale, kwa nini unasema hivyo na kwa nini unajuta? Wewe acha tu rafiki yangu. Pale Adelina akaanza kulia. Alipoanza kulia nikambembeleza. Hatimaye akanyamaza. Nyamaza, nikamuuliza tena, kwa nini unalia na kwa nini baada ya kunisimulia mambo yako yaliyopita umeanza kulia? Akasema bora mimi ningefeli alafu nikapate na mwanaume ambaye atanioa. Lakini cha kustaajabu, mimi nimeenda kukutana na mwanaume ambaye nilidhani ni mwanaume ambaye ananitakia mema, kumbe ananitakia mabaya. Hapa nilipo mimi na virusi vya ukimwi. Ale nikastaajabu. Nikasema we, inawezekana vipi? Binti mdogo mwenye miaka 18 una virusi vya ukimwi? Wewe. Naye akasema kweli, amini usiamini, mimi na virusi vya ukimwi rafiki yangu. Yaani hapa nilipo natembelea dozi, mimi sijui. Pale nikambembeleza rafiki yangu. Nikachukua na visenti kidogo ambavyo nilikuwepo ginavyo kwenye mfuko kama akiba. Nikawa nimempatia ili akaanzishia maisha kama kumfariji, akaanza maisha yake. Na mimi nikaanza kufanya utaratibu wa kurudi zangu kwenda Mwanza. Nikafika zangu Morogoro, nikapanda basi mpaka Mwanza. Nilipofika Mwanza, nikafanya kazi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Sijui kama kuna siku nitakuja kukutana na Andrea, wala sijui kama iko siku hata nitaona hata sura yake au hata kwenye mtandao nimuone. Ikabidi tu nitulie. Lakini pale nikakutana na rafiki yangu mmoja ambaye tumekuja kufahamiana baada ya mimi kuja pale ofisini. Akaanza kuniambia, rafiki yangu Isabela. Mimi nikaitika, niambie rafiki yangu. Hauwezi amini rafiki yangu, ulikuwa unatafuta sehemu ya kununua matunda. Kuna kijana mmoja anauza matunda pale njia panda. Hivyo nilikuwa natamani jioni tunavyoondoka tupite pale tukanunue matunda. Pale na mimi kutokana nilikuwa ni mpenzi wa matunda, tukapita pale mida ya 2 usiku, taa zikiwa zinawaka. Nikamwona kijana. Lakini yule kijana wakati ananikatia matunda na wakati ananikaribisha, sauti yake ikawa imefanana kama Andrea na sura kama Andrea. Lakini nikataka kumchunguza zaidi. Rafiki yangu yule akasema, wewe Isabela, tuondoke. Mbona unamwangalia sana mkaka watu, utakuja kuitwa mwizi wewe? Mala tukaondoka. Tulivyoondoka, siku ya pili nikasema iwezekani, leo itabidi niende nikamwangalie vizuri yule kijana. Cha kushangaza, kazi zikanizidia. Zilivyonizidia hivyo nikashindwa
kumpata yule kijana. Nilipopita nikakuta amefunga. Nilipokuta amefunga nikasema haina shida, kesho napo nitarudi mapema. Nikafanya kazi zangu tena kesho yake, nikarudi pale kwa yule kijana. Nilivorudi nikakuta yule kijana amesongwa na wateja mpaka kiasi ya kwamba sikupata hata nafasi ya kuongea naye. Siku yake tena kesho nikaenda kazini. Karibu sana katika episodi yetu ya 3, twende tukaangalie, je, alivorudi waliweza kuongea? Na kama waliweza kuongea, aligundua ndo Andrea au alimfananisha? Karibu sana katika episodi yetu ya 3.